Fundisho tumekwisha omba na nikuja katika fundisho la siku ya leo moja kwa moja. Nakumbuka kwamba last time kuna series ambayo tulikuwa tumeanza, ama kuna somo ambayo tulianza last time ile siku iliyoisha, ile Jumapili, na ni fundisho ambalo ni refu na hatuna haraka. Tulisema kwamba hatuna haraka. Kuna siku mchungaji akisimama hapa, I think last Sunday, alisema kwamba hatuna haraka. Hivyo basi hatuendi mahali. Yaani tunaposema hatuna haraka ni kwamba hatuna haraka. Yaani kama hatuna haraka kutoka mwilini huu, hiyo ndio tunamaanisha. Hivyo basi tunasindi kupata kile ambacho tunafanya. Ndio unaona sasa tuko na muda wa kukielezea, maana hatuwezi elezea kwa siku moja, mambo ni mengi. So tulianza hiyo fundisho ambayo ni ya mpinga Kristo. So tuko volume 2, Antichrist volume 2 ama part 2, kulingana vile ambavyo unaandika. Mpinga Kristo, mpinga Kristo volume 2, masehemu ya pili, Antichrist. So tuliweza kuenda ama kuangalia vitu kadha wa kadha, na tukaachia maswali. Watu kulikuwa tuangalie kwanza Kristo ni nani. Maana ikiwa unajua Kristo ni nani, basi utaweza kujua jinsi ya ama anapingwaje. So tukaendelea kwamba na tukaachia pale ambao tulikuwa na maswali. Tulikuwa tunasindi kuangalia Kristo ni nani, na kwa nini si Yesu? Kwa nini ni Kristo anapingwa? Kwa nini si Yesu? Tukaona. Kwa hivyo leo tutaendelea, ambapo tuliona kwamba kuna tofauti kati ya Yesu na Kristo. If you can remember, kuna tofauti ya Yesu na Kristo, ambapo tuliona Kristo ni Yesu aliyekufa. So tutasidi kuangalia mambo. Hii ni cheni kubwa, hii ni cheni refu, na ndio sababu sasa tukita mizizi katika kuelewa Kristo, katika kujua Kristo kisawasawa, haitakuwa na shida kwamba kujua mpinga. Baadaye utajua wanapingaje, ama ni akina nani hao wanapinga. So namna ya kumsaidia mtu kujua haya ni kufanya systematic study. Unajua, ili kusaidia mtu kujua hii mambo, ufanye unaposema mpinga Kristo, uweze kufikiria alafu uanze kumwambia. Ama uweze kuweka mambo yako kwa maandiko ili kwamba ukaweze kuelezea mtu. Lazima ufanye systematic study, ama ufanye yani ustadi maandiko kisawasawa, katika ufasaha, katika usahihi, ndio uweze kumsaidia mtu kujua haya mambo. Na kuna tofauti kati ya Yesu na Kristo. Sio kila Yesu ni Kristo, lakini Kristo ni Yesu. Si kama tunapata, nasema sio kila Yesu ambaye ni Kristo, lakini Kristo ndio Yesu. Maana kulikuwa na Yesu wengi, kulikuwa na Yesu wengi. So tukaona kwamba sio kila Yesu ambaye ni Kristo, sio kila Yesu ambaye ni Kristo, lakini Yesu ni Kristo ni Yesu. Kuna tofauti kati ya Yesu na Kristo. Alafu tukasema sio kila Yesu ni Kristo, lakini Kristo ni Yesu. Maana kulikuwa na Kristo na Yesu wengi, lakini hawakuwahi kujiita Kristo, ama hawakuwahi kufanyika Kristo. Ndio pole utapata. Katika Agano la Kale tuelewe kwamba huwezi pata jina Kristo. Agano la Kale huwezi pata jina Kristo, ambapo tunajua kwamba Agano la Kale lilikuwa limeandikwa katika in Greek. Agano la Kale Kiebrania. So utapata ni Mesaya, utapata kule ni Mesaya ama mpako mafuta. So utapata Kristo Kiebrania katika Agano la Kale. Agano la Kale utapata Masihi.
ama Mesaya ama mpako mafuta, hautapata Kristo. So utapata mazii, utapata mpako mafuta ama aliye ina maana kwamba aliyetengwa in Old Testament. Christos, pata Christos. Hapo tukasema Kristo ni nini sasa? Maana tulifikia kwa tukasema Kristo sasa ni nini? Tukasema Kristo ni ofisi. Tuelewa kwamba Kristo ni ofisi na tukaamua kustand ile ofisi. Tulienda tukapita mizizi kuangalia kustand ama kuangalia ile ofisi. Maana tulisema Kristo ni ofisi. Sasa tukaamua kustand ile ofisi. Ili tuone ofisi hii ina maana gani, ama ilikuwa na kusudi gani, ama ilikuwa na mpango gani ile ofisi. So tukaamua kustand ile ofisi inazungumziwa nini ama inazungumzia nini. Ambapo tulisoma kitabu cha Luka, kama tunakumbuka, Luka 24. Kuna mtu anakumbuka? Tulipokuwa tunaangalia, tuliposema Kristo sasa ni ofisi. Tunaona kwamba Kristo ni ofisi na tukaamua kustand ile ofisi ilikuwa inazungumzia nini ama inazungumziwa nini. Tukasoma kitabu cha Luka 24 kuanzia 25 na 27 na 44 mpaka 47. So ndio ofisi. Tukaona kwamba ofisi hiyo ilikuwa, anasema akawaambia, enyi msiofahamu wenye mioyo mizito na kuamini yote waliyosema manabii, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaelezea katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. So ni hiyo ofisi, tukaona tukastand ile ofisi. Sasa ukitaka kujua hiyo ofisi ilikuwa inazungumzia nini, iko hapo kwa Luka 24:25. Akawaambia, enyi msiofahamu wenye mioyo mizito ya kuamini yote waliyosema manabii, je, haikumpasa Kristo? Sasa hiyo ndio nataka, hiyo ndio sasa ofisi. Tukasema ofisi, Kristo ni ofisi. Sasa hiyo ofisi anasema haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake. Labda tukasoma, kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno. Hiyo ni 44. Hiyo Luka ya 24. Kisha akawaambia, hiyo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa maandiko. So ndio ofisi. Tukaamua kustand ile ofisi, tuone ilikuwa inazungumzia nini. So tunaona Yesu amefanyika Kristo. Yesu sasa hapa amefanyika Kristo. Kulingana na hii. Sasa hiyo ofisi sasa imemfanya kuwa Kristo. Na hiyo ofisi ni nini? Ni kwamba alikuwa atezwe. Hiyo sasa ndio ilimfanya kuwa Kristo. Atezwe na afe. Baada afufuke. Alafu tukaona kwamba kwa nini afufuke? Baada ya kufufuka nini kilikuwa kinatokea? So tukaona kwamba Yesu amefanyika Kristo sasa ambayo ni accomplishment. Ile kufanyika Kristo ni accomplish, akatimiliza kile ambacho kilikuwa kinazungumzwa na Musa na Torati, Musa ambaye ni Torati na manabii. Accomplish ya alichokifanya. Sasa akakomplete. Ukisoma pale ya Act inazungumza kitu kama hicho. Kristo sio jambo la kusaliwa, bali ni jambo la mtu kufanya. Amelifanya kwa kufa, kutezwa na kufuka kwake. Si Kristo, jina Kristo ama kusikia Kristo haina maana kwamba ni si jambo la kusaliwa. Kristo ni jambo la kufanyika, ya kufanya. Yaani alifanyika kuwa Kristo. Si kwamba alizaliwa kuwa Kristo, alifanyika kuwa Kristo. Kwa njia gani? Alifanyikaje kuwa Kristo? Kwa kuteswa kwake, kufa na kufufuka kwake. Sio kila Yesu aliyekufa na kufufuka. Tuelewe hivyo. Sio kila Yesu aliyekufa na kufufuka. Maana sasa kuna mayesu wengine. Ndio nimesema kwamba kulikuwa na mayesu wengine. Hata unasikia hata kuna wachezaji hata leo wanaitwa mayesu. Na kuna wengine walikuwa wanaitwa, hata ukiangalia huko hata kwa maandiko kuna Yesu asi vitu kama hizo. So kuna si kila Yesu aliyekufa na kufufuka. Na pia sio kila mtu aliyekufa na kufufuka tukapata wokovu ama ondoleo la dhambi. Sio kila mtu. Maana ni wengi ambao walikufa na wakafufuka, lakini hatukupata wokovu.
hatukupata ondoleo la dhambi, hatukuhesabiwa haki. So sio kila mtu ambaye alikufa. Nimesema sio kila Yesu aliyekufa na kufufuka. Na pia sio kila mtu aliyekufa na kufufuka tukahesabiwa dhambi. Kwa mfano Lazaro si alikufa. Kila hatukuhesabiwa dhambi. Kwa hivyo hata kama ni Yesu alimfufua, lakini hatukuhesabiwa, maana hakukufa kwa ajili ya kuondoa dhambi. Wote alikufa kwa ajili ya magonjwa ama kwa ajili ya vitu zingine. So sio kila mtu ambaye aliyekufa na kufuka tukapata ondoleo la dhambi. Mfano huyo Lazaro, maana hakuwa amekufa kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Ukitaka kujua kwamba ukisoma hapo hata Mathayo 3:39 ama John 3:16 tunasema kwamba kwa jinsi hii ili amwaminie Kristo tu pekee. Yesu ambaye ni Kristo, Yesu ambaye alifanyika kwa Kristo. Basi tumeona kwamba ni ofisi na alifanyika. So hii ofisi ilikuwa inazungumzia nini? Ama iko na maana gani hii ofisi ambayo ni Kristo? Hii ofisi ilikuwa inazungumzia nini? Nataka tuangalie ni cheni ambayo, ili tujue kwamba mpinga Kristo, tukishajua cheni ya Kristo, bila ambavyo Kristo alivyo ama ako, alafu tumuelewe kabisa kinangobanga, hautakuwa na shinda ya kutambua mpinga Kristo. Haleluya. Sasa unaona sana, angalia hiyo cheni, tunazidi kuangalia hiyo cheni. Maana Kristo, sasa tunajaribu kuona Kristo kazi yake ilikuwa nini? Ofisi hii ambayo tunaona ni ofisi ilikuwa inazungumzia nini? So nakuta kwamba maneno kama ondoleo la dhambi, kusamehewa dhambi, kuhesabiwa haki, kukaliwa na Roho, hayo yote ni lugha moja. Unaona kwa mfano mtu ukikuta anahubiri kuhesabiwa haki, mwingine anahubiri kukaliwa na Roho, mwingine anahubiri kuhesabiwa haki, mwingine anaweza kumsamaha wa dhambi ama ondoleo la dhambi. Wote tunahubiri message moja. Sio kama tunapata. So hiyo ilikuwa ofisi bando. Hiyo ndio ofisi, ndio ilikuwa ofisi ya Kristo. Hiyo ndio ilikuwa afanye. Baada ya yeye kufanyika hiyo, kukaa katika hiyo ofisi na kufanyika Kristo, tulikuwa tuvilio ondoleo la dhambi, kukaliwa na Roho, kuhesabiwa haki, kuitwa wana. Unaona? Sasa hiyo ndio ofisi. Hiyo ndio ilikuwa maana ya ofisi, ama ilikuwa afanyike. Akishafanyika Kristo, tupate hayo maneno. Kwa mfano ukikuta mtu anahubiri upendo wa Mungu, bado unazungumzia kuhusu Kristo. Wakati ambapo Kristo anakuja, sasa ndio tunaona upendo wa Mungu unadhihirika. So ilikuwa tu katika hiyo ofisi ya Kristo. Na ukikuta mtu anahubiri upendo wa Mungu, haina maana anahubiri hisia. Hiyo shida watu wanasikia. Unakuta mtu anahubiri upendo wa Mungu na unaanza kufeel hisia. Hubiri hisia. Upendo wa Mungu unaambatana na wokovu, ama the theme ya upendo wa Mungu ni wokovu wa milele. Na nimesema sio kitu tofauti. Kwa mfano ukikuta mtu anahubiri kuitwa wana, hesabiwa haki, uzima wa milele, haina tofauti. Ni the same thing but in different ways. Ama anazungumza katika njia tofauti. Ukishajua Yesu Kristo ni nani, basi ni muhimu sana. Na hivyo basi ni rahisi sana kujua mpinga Kristo. Ndio tusome Waefeso. Tusome Waefeso 2. Si kama tumesema kwamba tunaangalia cheni ya Kristo. Sasa tumeshajua Kristo ni nani kabisa. Usofa tumejua Kristo ni nini. Ama tukaona ni ofisi. Na alifanyika sasa. Kristo alifanyika, ni jambo la kufanyika. Na tukaona kwamba ile ni ofisi. Na hiyo ofisi ilikuwa na maana gani? Tukaona kwamba ilikuwa kwamba akifa na akiteswa na kufa na kufufuka tupate ondoleo la dhambi. Hiyo ndio ilikuwa za muhimu. So hiyo ndio maana ya Kristo. Hiyo ndio maana ya Kristo. So hiyo ni cheni ambayo tunaangalia. Hebu tuseme hiyo Waefeso. Kuna mtu amefika? Waefeso 2:8. Waefeso 2:8. Nasema hivi: kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haitokani na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Tukiweza kumjua Kristo au kumjua Kristo, hatuwezi kuwa na shinda kumjua mpinga Kristo.
I think so far umeshajua Kristo ni nani. Kabla nisome hiyo maandiko nilikuwa nasoma. Tukishajua Kristo ni nani ama kumjua Kristo, hatakuwa na shida ya kutambua mpinga Kristo. Ni sawa? Tukishamuelewa Kristo, tukishajua Kristo, hatakuwa na shida ya kupinga Kristo. Sababu tunasema kwamba inasema hiyo Waefeso 2:8. Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haitokani na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Hii maandiko hii verse lazima uisome vizuri. Inasema kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haitokani na nafsi zenu. Nini hiyo haitokani na nafsi zenu? Wokovu. Si imani. Maana imani ndio inatokana na wewe kupokea kile ambacho kimetolewa kwa neema. Sasa unaposema haitokani, si kwamba ni imani haitokani na nyinyi. Maana wewe ndio una participate katika imani, unapokea kile ambacho. So kile ambacho hakijatokana na nafsi zetu ni wokovu. Sio kama tunapata. Wanasema so grace ni God giving, then faith is man receiving. So unaposema ambayo haitokani na nafsi zenu, sio imani, ni wokovu haitokani na nafsi zetu. Maana lazima uparticipate wewe katika imani yako kupokea kile ambacho neema imeachilia, ambacho ni wokovu. Mtu anasema wewe hata wokovu tu unataka ni imani ambayo anazungumzia kwamba itokani na imani ni yetu sasa kupokea, ni ya mwanadamu kupokea. Katika imani unapokea kile ambacho Kristo amefanya. Yeye anasema kwamba kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haitokani na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Sio imani, wokovu. Wokovu haitokani na nafsi zetu, ni kipawa cha Mungu. Kisha anasema wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Wala si kwa matendo. Igaze tuendelee. Lakini unaona sasa unafaa kuelewa anayepinga anapingaje. Hapo kabla tumalizie cheni za tunamalizia cheni ya Kristo. Sasa maana ya kumalizia sasa Kristo ni nani? Tukasema Kristo ni nani sasa? Ni yule Yesu aliyekufa na kufufuka, na kwa kule kufufuka kwake anatengeneza ushindi juu ya dhambi. Akatengeneza ushindi juu ya dhambi. So tumemalizia hiyo Efeso, nataka tumalizie cheni ya Kristo. So Kristo ni yule Yesu aliyekufa na kufufuka, na kwa kule kufufuka kwake akatengeneza ushindi juu ya dhambi. So hakuna dhambi. Hiyo ndio ilikuwa kiini cha Kristo, ama sababu ya Kristo kufanyika, kwa sababu ya Yesu kufanyika. So tukasema Kristo ni yule Yesu aliyekufa na kufufuka, na kwa kule kufufuka kwake akatengeneza ushindi juu ya dhambi. So tuko na ushindi juu ya dhambi. Sasa hapa tumemaliza cheni ya Kristo. Sasa tuangalie sasa hiyo Waefeso. Hiyo Waefeso 8. Twende pole pole. Tumemaliza cheni ya Kristo. Tunaona hapa sasa, baada ya kuona Kristo ni nani, tumejua Kristo ni nani. Sasa tunataka kuangalia wanaompinga ni akina nani, ama nani ambaye anampinga. Maana tulikuwa na maswali kadha wa kadha, ili kwamba usije ukisikia mpinga Kristo unaanza kuwaza sijui ni fulani, sijui ni nani, sijui ni mnyama, sijui ni vitu gani. Sasa tunataka tuanze kuangalia moja kwa moja kupitia maandiko. Mpinga Kristo sasa anapingaje, ama ni nani? Tutapata ni akina nani, ama ni nani, ama ni kitu gani hichi ambacho mpinga Kristo, na kinapinga nini, kinapingaje? Baada ya kuona sasa Kristo ni nani, na tukastand ofisi, tukaona ni ofisi, na tukastand ofisi, na tukajua hiyo ofisi ilikuwa na maana gani, tunaenda kuangalia sasa wanaipingaje ile ofisi, wanapingaje ile kusudi, ni akina nani hao wanayoipinga. So ndio nataka ukue makini hapo, ndio tunaingia sasa. Akasema kwa maana mmeokolewa kwa neema na kwa njia ya imani, ambayo hiyo haitokani na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Basi tutazame hiyo next verse. Nasema wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. 10. Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema, ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende kwayo, ama tuenende nayo.
hiyo 9. Wala si kwa matendo mtu awaye yote asije akajisifu. Tumeokolewa kwa imani. Tumeokolewa kwa imani. Sasa mtu akianza kukuambia kwamba wewe haujaokolewa, kuna kitu ambacho unahitaji kukifanya ili kwamba upate wokovu, ujue anapinga Kristo. Si kama tunapanda. Tuanze kuangalia kupinga Kristo ni kufanya nini? Ama ni nini ambacho unapinga? Maana anasema kwa maana tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Simple. Kwa njia ya imani. Alafu kwa mtu mwingine anakuwa baada ya kuamini kuna kitu ambacho unahitaji ufanye ili uchangamkie wokovu wako ama ili utetea wokovu wako. Huyo anapinga. Sasa tuende pole pole. Tutaona ni akina nani. Mimi sisemi kama ni mtu ama ni, lakini tutaona ni akina nani hao wanapinga. Lakini baada ya kuona cheni ya Kristo. Yaani Kristo alikuwa ni kazi gani alikuwa anakuja kufanya? Baada ya yeye kukufa, kuteswa na kufufuka, ndio tukapata wokovu. Na tunapata wokovu kwa njia ya nini? Ya imani. So, alafu anasema wala si kwa matendo mtu awaye yote asije akajisifu. Sasa mtu alikwambia kwamba matendo yako yatachangia wokovu wako, yatachangia kwamba wokovu wako kumiliki, unajua huyo anapinga kazi timilifu ya Kristo. Si kama unanipata. Although matendo mazuri, unasikia naye 10. Alafu naye 10 nasema maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende naye. Alafu unakuta mwingine ameanza kuhubiri, amehubiri sasa imani, akasema wokovu tunapokea kwa imani, hiyo ni sawa. Alafu sasa akifika hapa anaanza kusema kwamba matendo mema hayahitajiki. Bado hiyo anapinga. Amehubiri kwamba vizuri kwamba ama amekwambia kwamba wokovu tumepata kwa imani bila chochote, bila juhudi zetu, imani tu. Alafu sasa anakuambia matendo mema haifai kwako ama si lazima. Bwana anapinga. Maana anasemaje? Matendo mema ni asili yetu. Ni asili yetu. So unahitaji baada ya kuelewa ama baada mtu kutokwambia kwamba umepokea wokovu kwa imani, bado matendo mema ni asili yako. Mfano sasa unasikia mtu anasema alafu wacha niseme hivi. Hiyo mambo na matendo mema mtu anaweza kuja kwambia sasa mimi sasa unamaanishaje? Unamaanishaje? Sasa nikae tu maana matendo sasa hayahusiani na wokovu wangu. Mtu anakuja anakuambia sasa mimi mfano sasa mimi ni kijana ambaye niko na 30 years. Sijaonana na msichana yote yule. Mimi ni wanaume wanagonga bikira. Kwa sasa mimi ni kijana ambaye niko na 30 years. Mimi anaitwa bikira ama tuzungumzie. Sasa mimi ni bikira, ni kijana bikira. Sasa unamaanisha kwa hivyo sasa haina maana. Maana sasa unasema matendo mema hayambatani na wokovu wetu. Sasa anakuuliza, sasa mchungaji umemaanishaje? Mwalimu umemaanishaje? Sasa mimi niko na 30 years yet I'm a virgin. So what do you mean? Can I do whatever I want to do? Namwambia hapana. Lakini kile ambacho unafaa kuelewa hicho ni muhimu, maana iko katika mwenendo wako kama muamini. Lakini haichangii wokovu wako. Si kama tunapana. Hiyo ni muhimu kabisa, maana ni asili yako na unadhihirisha Mungu si ni mwema. Ikiwa sasa Mungu ni mwema, maana nimesema ni upendo wa Mungu. Tunahubiri upendo wa Mungu katika wokovu na ni mwema. Sasa ile wema unadhihirisha ule wema. Wewe kukaa vile kujitunza wewe mwenyewe vile ambavyo unajitunza kwa hiyo miaka ambayo umekaa hivyo ni kuonyesha ule wema, ni kudhihirisha ule wema. Ni kudhihirisha ule wema, lakini usijivune, yani usijisifu. Maana haichangii chochote katika wokovu. Lakini asili yako. So unakuta mtu anaweza kufanya hivyo alafu anaanza kuambia au unaweza kufanya vitu chochote unataka kufanya. Huyo bado anapinga. Hii matendo mema yanaita. So piga Kristo ni tumeona ni cheni kubwa sana. Tunaenda sasa kuingia katika ndani. Kwa wale ambao wanapinga jamani ya kina nani. Unaweza kumpiga Kristo kwa kuhubiri neema ya Kristo bila kuhubiri
unaweza kumpinga Kristo kwa kuhubiri neema ya Kristo, alafu unaacha matokeo. Unajua unaweza kupinga Kristo kwa kuhubiri neema yake ama ile ofisi yake, lakini unaacha matokeo ya neema ama ya ile neema. Maana kuna matokeo ya neema. In fact, kuwa na matendo mema ni matokeo. Matokeo haitangulii chanzo. Si kama tunapata. Sasa ukihubiri chanzo yaani uache matokeo, bado unapinga. Bado lazima uambatanishe na matokeo. Baada ya chanzo, ambayo chanzo ni hiyo neema ambayo ni wokovu. Wokovu wa Kristo ambao ulipatikana ndani ya Kristo. Sasa baadaye kuna matokeo. Sasa ukiacha yale matokeo ambayo ni matendo mema ya muamini, bado unapinga. Na kama kuna swali mtu anaweza uliza, continue. Nimesema matokeo ya hiyo neema, yaani matendo mema. Wokovu unakuja na ujumbe ambao unasema Mungu ni mwema. In fact, wokovu ujumbe wake mkuu ni kwamba Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Maana katika wema wake ndio akamtoa mwana. Yaani katika wema wake, katika familia zake, katika upendo wake akamtoa. So ndio ujumbe. Katika wokovu unakuja na ujumbe ambao unasema Mungu ni mwema. Ili uwezi so wewe sema Mungu ni mwema ndani yako na pia auonyeshe huo wema. Na sio nimesema sasa matendo mema ni mazuri. Maana sasa ujumbe unakuja na Mungu ni mwema. Sasa ule wema lazima wewe udhihirishe. Maana wewe ndio unawakiliza Mungu. Ili watu wakuone, ili watu wajue kwamba kuna Mungu. Wajue kwamba kuna wokovu. Wewe ndio wanatazama, si Mungu. Sasa wewe ndio unawakiliza Mungu. Embodiment of God. Iwe sikuwa kukuonyesha wema ule wa Mungu, ili ali uonyeshe wema. Maana wewe ndio dhihirisho la Mungu. Wewe ndio dhihirisho. Kwani watu watajuaje kuna Mungu? Watajuaje kuna wema wa Mungu? Watajuaje kuna upendo? In fact, kuna maandiko hapa inakuanga. Nimesema aje? Wokovu unakuja na ujumbe ambao unasema Mungu ni mwema. Na hivyo basi ili kudhihirisha ule wema wa Mungu lazima uonyeshe ule wema. Maana wewe ndiwe dhihirisho la hiyo wema. Waebrania 12:14. I think kitu hii hata watu wanakuanga na ikram za Hebrews 12:14. Nasema aje? Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Unaelewa nini hapo? Kutokana na hii, maana hii basi ya Waebrania hii, ukitaka kuelewa already tushaya iweka wazi. Nasema kwamba wokovu unakuja na ujumbe ambao unasema Mungu ni mwema, na huo wema wa Mungu unadhihirika ndani yako. Wewe ndio unadhihirisha ule wema. Maana ndio ule wema. So anaposema tafuteni kuwa kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Si muamini hawezi kumuona Mungu. Ni kwamba siku kuna watu ambao hawajaamini, ili wamuone Mungu ni wewe wataona kwanza. Maana wewe already uko na Mungu. Sio wewe utafuti, si kwamba wewe utamuona Mungu, already ushamuona Mungu. Sasa wale ndio nasema tutafute kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Sasa hao watu ambao wako nje, ili kwamba wajue ule wema wa Mungu, waone ule wema wa Mungu, lazima wewe wakuangalie. Wewe udhihirishe ule wema. Lazima nimesema kwamba hauwezi kuhubiri hiyo alafu ukose kuhubiri na matokeo. Sasa ile matokeo ndio yanadhihirisha
uhalisia wako inadhihirisha, yani uhalisia wewe ndani ya Kristo. So hii si kwamba ni muamini eti kwamba hata muona Mungu. Asipokuwa na amani juu na utakatifu nini, hiyo anasema hata muona Mungu. Si wewe, si muamini. Ni wale watu ambao kwa ili wamuone Mungu unafaa kudhihirisha kwao ule wema wa Mungu. Unafaa kudhihirisha kwa asili yako jinsi ambavyo ulivyo baada ya kupokea ile neema. So hiyo iko wazi hiyo. Siko sawa? Na unaona kwa mfano kuwa na amani, akutafuti amani. Maana kile ambacho kinatangulia ni cha Mungu. Yaani sasa cha pili ni sisi sasa kupeana kile ambacho kiko ndani yetu. Tukisoma Warumi 5 pale inasema si upendo alitayarishi. Ama inasema aje? Inasema hivi. Natumaini alitayarishi kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyopewa sisi. Sasa ni kitu ambacho kimekwisha miminwa, ni kitu ambacho kimekwisha milikishwa, ni kitu ambacho kiko ndani yetu. Sasa kukionyesha sisi we are just showing it, iko ndani yetu already. Hatuitafuti. So hii amani ambayo inazungumzwa kwa Ibrania uko nayo. Wewe sasa ni kuonyesha ule wema wa Mungu, maana wewe umekwisha ingia kama katika huo wema. Matendo mema au mwenendo mwema sio legalistic. Yaani sio yaani haina maana kwamba ni legalistic kwa wokovu. Legalistic ina maana kwamba ni pale ambapo unaambiwa eti ufanye ili Mungu afanye. Hiyo ndio inakuwa legalistic. Wakati ambapo unasikia mtu anakuambia fanya something, do something, not a God to respond. Legalize. Hiyo ndio inamaanisha legalistic. Na tusome tunasema matendo mema ama mwenendo mwema wa muamini is not legalistic. Na nikasema legalistic ni pale ambapo unaambiwa eti ufanye ili Mungu afanye. Eti unaambiwa fanya ili Mungu afanye. Ujue mtu na usitoke kwa nini kwa fundisho. Mimi naendelea kuangalia wanapinga aje. Bali tutaona ni akina nani wanapinga. Nikasema unaona kwa mfano mtu alikwambia akisema mwenendo mwema ama matendo mema ya muamini legalistic, huyo anapinga. Ati mara baba anakuambia do something in order God to respond, he is an antichrist. Hiyo is qualified to be an antichrist. Hiyo ndio nataka usisahau. Tunaangalia tu ili kwa nini? Maana kuna maswali tumeulizia juzi last time. Ndio tunajaribu sasa kuona anapinga aje. Sasa wanapinga kwa njia gani? Si unaona tu kuna vile ambavyo wanapinga baada ya kujua ofisi ile, baada ya kujua Kristo ni nani. Sio tunaendelea kuangalia sasa hii ofisi wanaipinga aje? Ama inapingwa aje? Kwa njia gani? Ndio unaona sasa nasema kwamba matendo mema au mwenendo mwema sio legalistic. Na legalistic nikasema ni pale ambapo unaambiwa eti ufanye ili Mungu afanye. Lakini kama muamini unafanya kwa sababu ni asili yako kama muamini. Aufanye ili Mungu aresponde. Sio kama tunapata. So ukikuta mtu anakuambia afanye ili Mungu afanye jambo, uelewe kwamba huyo mtu anapinga hasa Kristo. Hatukufanya ili Mungu afanye. Tunafanya kwa sababu ni asili yetu. Yaani kile ambacho tunafanya kama ni kutoa, tunatoa kwa sababu ni asili yetu. Lakini hatutoi ili Mungu aresponde. So kuna mtu anakuambia eti do something not that God to respond, ujue he is an antichrist. Yes. Ni kama umbwa anapopweka, abweki ndio mjue ni umbwa. Anapweka kwa sababu ni asili yake. Exactly. Ni kama mbwa kubweka, abweki ili wewe ujue ni mbwa. Mbwa kwa mfano hata akiwa amelala pale wewe unaelewa ni mbwa. Haina lazima ambweke. Asema ile atoe ile sauti yake ili uelewe ni mbwa. Hata akiwa hata asipoongea the whole day utaelewa yeye ni nani? Ni mbwa. So wewe ufanyi ili kwamba ufanyike sasa ama kitwe ndani yako, unafanya kwa sababu ni asili yako. In fact unaona mfano mwingine. Mwanaume
Avai trouser, hii trouser haifanyi mimi nikuwa mwanaume. Hii trouser sio inafanya mimi nikuwa mwanaume. In fact hata nikivaa dress ama nivae skirt, bado the fact is that mimi ni mwanaume. Haina maana mavazi sio inadhihirisha mimi ni nani. Haidhihirishi my gender. My gender ni asili yangu. Sasa mimi ni mwanaume. So hata nikivaa vile ambavyo Sister Judy amevaa, haina maana mimi ni mwanamke. Sio kama tunapata. Mimi ni mwanaume bado. Hapa hiyo sasa ndio inamaanisha asili. Sasa mtu alikwambia ufanye ili Mungu afanye, unajua kupinga. Maana kabisa si haiko hivyo kabisa. Kristo alifanya ili sisi tupokee. Sasa kazi yetu ni kupokea. Haina maana wakati kwa nini ina kitu ambacho kwa nini wanasema mtu asinjivune? Maana ni kitu ambacho haujafanyia chochote. So si kwamba wewe unafanya ili Mungu arespond. Unafanya sababu kiko ndani yako na ni asili yako. So ukiona mtu ameanza kukuambia vitu kama hizo, kama ni mtu ama ni mnyama ama nani atakuja aanze kukuambia hivyo, usha anapinga Kristo. Maana Kristo hakuna mahali ambapo unasema kwamba tufanye ili Mungu afanye. Ili tufanye something in order God to respond. Yaani tufanye kitu ili wokovu wetu yaani sio ukamilike. Wokovu wetu unakamilika kwa imani. Simple and clear. Sasa mtu akuja aanze kukuambia eti ili wokovu wako ukamilika unahitaji kufanya ABCD. Hiyo anapinga. Kama ulinde wokovu kwa matendo mema usipoteze. Anakuambia eti matendo mema ndio yanalinda wokovu. Aitilinda wokovu wako. Usipokuwa na matendo mema, wokovu wako hauwezi ukawa strong ama uwezi unaweza potea bila matendo mema. Sasa huyo mtu anapinga kazi timilifu ya Kristo. Ile ofisi ambayo tumeona ni nini? Mpinga Kristo. Huyo ndio mpinga Kristo. Anaanza kuambia wokovu we need to work on it. Unahitaji kufanyia kazi, ili kuulinda ule wokovu usipotee, sio usifanyike. Huyo mtu atakuwa, nimesema kwamba tunafanya matendo mema. In fact matendo mema ni asili yetu. So ukikuta mtu afanyi matendo mema yeti ni muamini, kuna kasoro. Unahitaji wewe akae kwa class kabisa, class. Yaani akae shule kabisa. Aelewe matendo mema ni asili yake. Mfano kama ni kutoa, inapokuja wakati wa kutoa, atutoe ili kwamba Mungu arespond. Ama kwa mfano atusaidie watu ili Mungu afanye jambo. Ni asili yetu. It's our nature. Yaani hivyo ndivyo tulivyo. Si tumeona hapa kwa Efeso 10 anasema kwamba maana matendo mema tuliumbiwa tuenende nayo. So ni asili yetu. So kuna mtu afanye hivyo lakini si legalistic. Hiyo ndio kitu ya kumark. Inahitajika sana lakini it's not legalistic. Tunaifanya sababu tunadhihirisha ile ambacho tuko ndani. Sasa kufikia hapo tumefika sasa. Kufikia hapo tumefika so far. Kutoka na mpaka saa hii mahali ambapo as from now mahali ambapo nimefikia. Unaweza kuona mpinga Kristo ni nani sasa? Ama unaweza kuona mpinga Kristo? Yaani from where we started up to now mpaka hapo tumefika. Hauwezi kuwa na shida na mpinga Kristo. Ni kweli? Alafu kwenye maelezo hayo kama unaweza kumuelewa mpinga Kristo kwenye maelezo hayo yote, hatuoni mwanasiasa yote ama kiongozi fulani. Hatuoni. Maana kwa mfano hayo mambo yote kama unaweza kuelewa sasa so far unaweza kuelewa mpinga Kristo. Unaona mwanasiasa mahali? Kuna mwanasiasa anaonekana mahali? Sioni kama kuna mwanasiasa anaonekana. Kama yuko unless hao anamjua Kristo kwa kina kwanza. Ndio hiyo sasa. Kama kunaye ako hapo. Maana tunaona wenye ambao maana tumeona tu jinsi ya kupinga. Tunajaribu kuona jinsi ya kupinga. Hii ni cheni tu tunaendelea na. Tunajaribu kuona jinsi ya kupinga. So ikiwa atakuwa hapo, labda ague ako na kina kuhusu ofisi hii ambayo inaitwa Kristo. Unless kama kutakuwa na yeye. Au kiongozi fulani, maybe kiongozi fulani mahali
kama ni katika masuala ya uchumi, kama ni katika masuala ya siasa hivi, kama ni hatuoni kabisa. Lakini kama watakuwa na yeye